بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Jana tuliishia katika nukta ya 4 katika nukta ambazo amezitaja Sheikh katika hii risala, ahkam 10 Dhulhijja wa ayyam at-tashriq, ambapo jana tulikuwa katika kuangalia fadlu yaumi Arafa, fadhila na ubora wa siku ya Arafa. Kwa tumeona mambo mengi ambayo yanaashiria ubora wa siku ya Arafa na yale ambayo yanatakiwa waislamu kukithirisha kuyafanya katika haya masiku ya Dhulhijja, wa bil khusus fi yaumi Arafa, hasa siku ya Arafa, kukithirisha kuleta istighfari, kadhalika takbir na tahlil na tahmid, kuleta takbira al-mutlaq, kadhalika na ayyam at-tashriqi kuleta takbira al-mutlaq, kadhalika na takbir al-muqayyad, takbira ambazo zina wakati maalum ambazo zinaletwa kila baada ya sala ya fardhi. Hizi ndio takbiru al-muqayyad. Ama takbiru al-mutlaq ni kuleta takbira muda wote. طيب, lakini pia tukawa tumeona kaifia ya kuzileta hizi takbira, imma takbirul mutlaq au al-muqayyad, kwamba zinaletwa kila mmoja peke yake, yani kila mmoja kivyake, na bila kusubiri takbira za jamai, bila kusubiri takbira zinazoletwa kwa sauti ya jamai alwahid, yani sauti ya pamoja, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ikawa jamaa inatoa sauti moja kwa takbira moja. Hiyo si katika sunna, bali sunna ni kila mmoja kuleta takbira kivyake. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, mimi nimeleta, basi na wewe unaleta kivyako, na usige sauti yangu, yani usifuatishe sauti yangu, kwa maana vile ninavyoenda na wewe unaenda, bali kila mmoja anakuwa analeta takbira kivyake, anayekuwa ametangulia, anayekuwa amechelewa, wote tunaleta takbira, na sio kusubiriana kwamba tuende kwa pamoja. Lakini pia takbira zinakuwa hazina idadi maalum, kwamba tunaleta takbira mara ngapi, kama zile baada ya sala za fardhi ambazo ni takbirul muqayyad, zina idadi maalum. Msemaji tu mwenye kuzileta hizo, kwamba nimesema mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5 inatosha, au nimesoma mara 3 inatosha, witri la basi, au nimesoma mara 1 mara 2 inatosha, kwa haina idadi maalum. طيب, na leo insha Allah tunatoka na fadlu yaumi an-nahri wa ahkamuhu, fadhila za siku ya kuchinja na hukumu zake. Fadlu yaumi an-nahri, fadhila kwa maana ubora na utukufu wa siku ya kuchinja, wa ahkamuhu, na hukumu zake, kwa maana wa baadhi ahkamihi, na baadhi ya hukumu zake. Hapa atataja baadhi ya hukumu za siku hiyo, siku ya kuchinja.
anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala يوم النحر يوم عظيم لأنه يوم الحج الأكبر وهو أفضل أيام العام أي هو أفضل أيام السنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. anasema Sheikh Allah mhifadhi, يوم النحر siku ya kuchinja ambayo ni siku ya mwezi 10 ndio inaitwa يوم النحر, ni siku ya kuchinja. Unachinjwa ngamia siku hiyo, kadhalika na ng'ombe na kondoo na mbuzi. Siku hii ya kuchinja yaumun adhim, Sheikh anasema ni siku tukufu mno, ni siku tukufu mno. Liannahu yaumul hajjil akbari, kwa sababu siku hiyo ndiyo siku ya hija kuu. Liannahu yaumul hajjil akbari, kwa sababu siku hiyo, yani siku ya mwezi 10 ya Dhulhijja, ndiyo siku ya hija kuu. Ameita hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni yaumul hajjil akbar. Hiyo ndio siku ya hija kuu. Ndio maana Waislamu wakazoea kuita kuwa ni Idi Kuu. Wamezoea kuita kuwa ni Idi Kuu. Lakini huu si msamiati wa kielimu. Si msamiati wa kielimu kwamba kuna Idi ndogo na Idi kubwa. La. Bali ni mazoea tu, tumezoea huku kwetu kwamba Eidul Fitri kuwa ni Idi ndogo na Eidul Adha kuwa ni Idi kuu. Na wakazoea kwamba Eidul Fitri ni Idi ya watoto, kwa hivyo watoto ndio wanatakiwa, inapendeza wavae nguo mpya, na kama ni fitri basi watoto ndio wanatakiwa watoe fitri kuwapa wazee, kwamba Idi Mbaraka ndio ile tuliyosema siku zile. Mtu ukisikia kwamba Idi Mbaraka, shekhe anakusudia anataka hela hiyo. Idi Mbaraka maana yake naomba pesa, lakini Idi Mbaraka haina maana kwamba nipe pesa, ila ni mazoea, watu wamezoea hivyo kwamba Eidul Fitri watoto ndio watoe Idi Mbaraka kuwapa wazee, alafu Eidul Adha na watoto nao wanawakaba wazee wao kwamba hii ni Idi kubwa ya kwenu, kwa hiyo tupeni sisi. Sasa haya ni mazoea tu, watu wamezoea, lakini si misamiati ya kielimu. Siku ile ya mwezi 10 ndio siku ya hija kuu. Wa huwa afdalu ayyamil aam, nayo siku hiyo, wa huwa ay yaumun nahri, siku hii ya kuchinja, afdalu ayyamil aam, ndio siku iliyokuwa bora katika masiku yote ya mwaka mzima. Afdalu ayyami al-aam ay ayyami sanati, siku hii ya hija kuu, siku ya Eid al-Adha, Eid ya kuchinja, ndio siku iliyokuwa bora kuliko masiku yote ya mwaka mzima. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothibiti hilo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba amesema, inna a'zama al-ayyami 'inda Allah ta'ala, inna a'zama al-ayyami, kwa hakika siku tukufu zaidi kuliko masiku yote,
inna a'zama al-ayami, kwa hakika siku iliyokuwa tukufu kuliko masiku yote inda Allahi ta'ala yaumun nahri, ni siku ya kuchinja. Siku ile ya kuchinja Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita kuwa ni a'zamu al-ayami inda Allah, ndio siku tukufu kuliko siku zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ameitoa Imam Abu Dawuda katika sunani yake na ni hadithi iliyokuwa sahihi. Idhan hili ni jambo la kwanza katika mambo yanayoashiria na kuonesha ubora na utukufu wa siku hii ya Eidul Adha, ni kwamba huwa a'zamul ayami inda Allahi tabaraka wa taala. Kwa hili ni jambo la kwanza lenye kuonesha ubora na utukufu wa siku hiyo. Wa fi hadha al-yawmi al-khuruj ila al-musalla li salati al-Eid wa hiya wajibatun ala al-qawli ar-rajih kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Hapo pia utarekebisha, zimeungana kama qala, hilo ni kosa. Alif ile hamzatul wasli imeungana na lam, ndio maana ikasomeka qala, lakini hiyo ni lam ambayo imeungana na hamzatul wasli. Sheikh anasema wa fi hadha al-yawmi, na katika hii siku, kwa maana يوم الحج الأكبر, siku ya hija kuu, siku ya Eidul Adha. Katika hii siku al-khuruju ila al-musalla, kuna ibada ya kutoka, kwa maana watu wanatoka kuelekea kwenye musalla. Katika hii siku ndio siku ambayo watu wanatoka ila al-musalla, wanaenda kwenye musalla li salati al-Eid, kwa ajili ya kusali sala ya Eid, ay Eidul Adha, kwenda kusali Eid ya kuchinja. Eid hii imeitwa Eidul Adha kwa sababu ya udhiya, kwa sababu ya udhiya, yani dhabhul adahi, ni Eid ya kuchinja wanyama, ndio ikaitwa Eidul Adha. Na Eidul Fitri imeitwa Eidul Fitri kwa sababu inakuja baada ya kufungulia mfungo wa Ramadhani. Kwa hivyo Sheikh anasema katika hii siku watu wanatoka kwenda kwenye musalla li salati al-Eid, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya Eid. Wa hiya ay hukumu salati al-Eid, nayo sala ya Eid, wa hiya wajibatun, nayo sala ya Eid ni wajib. Wa hiya ay salatu al-Eid, sala ya Eid hukumuha, hukumu yake wajibatun, ni wajib. Ala al-qawli ar-rajih, kwa qawli yenye nguvu. Sheikh amerajihisha kauli hii, na maneno haya ya Sheikh ala alqawli arrajihi, kwa kauli yenye nguvu, moja kwa moja unafahamu mwanafunzi kuwa masala hii ni mas'alatun khilafiyya, kuwa ni masala ambayo tayari kuna khilafu baina ya wanachuoni, kama qala Ibn Taymiyyah, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sheikh al-Islam amesema hivyo kwamba amekwenda na kauli ya kwamba salatul Eid wajibatun, sala ya Eid ni wajib. Na
masala hii ya hukumu ya sala ya Idi kuna khilafu kama tulivyoashiria hapa. Wamekubaliana ahlul ilmi, ajma'a al-ulama'u ala mashru'iyyati salati al-Eid. Wamekubaliana juu ya kwamba sala ya Eid ni ibadatun mashru'a. Hakuna khilafu katika hilo. Khilafu inapatikana katika hukumu yake, hal hiya wajibatun, je ni wajib au sunnatun, au swala ya Eid ni sunna. Katika hii masala kuna kauli tatu tunazitaja kwa ufupi. Kauli ya kwanza ni kauli ya wanachuoni wanaosema annaha sunnatun muakkadatun. Kauli ya kwanza ni kauli ya wanachuoni inayosema kwamba sala ya Eid hukumu yake ni sunnatun muakkadatun, ni sunna iliyotiliwa nguvu. Hii ni kauli ya kwanza. Wa hadha madhhabu al-Malikiyyah wa hadha madhhabu al-Malikiyyah wash-Shafi'iyyah. Kauli hii na madhhabu haya ni madhhabu al-Malikiyyah wash-Shafi'iyyah, ni madhhabu ya Malikiya na Shafi'iyyah. Malikiya na Shafi'iyyah wanasema kuwa salatu al-Eid hukumu yake ni wajib, wa baadhi ahli al-ilmi kadhalika, na baadhi ya ahli al-ilmi wamepita mapito hayo kwamba sala ya Eid ni wajib. Hadha madhhabu al-Malikiyyah wash-Shafi'iyyah wa baadhi ahli al-ilmi. القول الثاني قول يبيلي أنها فرض عين. قول يبيلي يوناchuoni ni kauli inayosema kwamba sala ya Eid hukumu yake ni fardhi ya lazima kwa kila mmoja. Fardhun aini, kwamba ni fardhi ya lazima, kwa maana ni fardhi ya lazima kwa kila mmoja, kama zilivyo faradhi zingine. Kwa maana atakayeacha swala ya Eid fahuwa athim, anapata dhambi. Kila mmoja lazima akaswali swala ya Eid, asiye swali anapata dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni fardhu aini. Hii ni kauli ya ngapi? Ya pili. Wa hadha madhhabu al-Hanafiyyah, na hii ni madhhab ya Hanafiyya. هذا مذهب الحنفية وقول لبعض أهل العلم كذلك، نقول يا بعض يا أهل العلم. يعني قول ya pili kwamba sala ya Eid hukumu yake ni fardhu aini. هذا مذهب الحنفية. القول الثالث قول يتاتو أنها فرض كفاية. أنها فرض كفاية ni kauli ya wanachuoni inayosema ya kwamba sala ya Eid hukumu yake ni fardhu kifaya, na mshafahamu maana ya fardhu kifaya bila shaka. Ni ibada ambayo idha qama bihi al-ba'd saqata al-ithmu 'ani al-baqin. Ni ibada ambayo wengine wakifanya basi inatosha, wale ambao hawajafanya hawatopata madhambi. Hii ndio maana ya fardhu kifaya, iwapo itafanywa na watu ambao wanatosheleza
basi wale ambao hawakudiriki kufanya ibada hiyo hawatopata dhambi. Hii ndio maana ya fardhu kifaya. Kama vile swala ya jeneza fardhu kifaya, si lazima watu wote waswali, lakini wakipatikana wanaotosheleza kuswalia jeneza basi inatosha. Kadhalika na kauli hii inayosema kuwa swala ya Eid pia ni fardhu kifaya, kwa maana wakipatikana wenye kutosheleza saqata al-ithmu anil baqin, wale ambao hawakudiriki swala ya Eid hawatopata dhambi. Hii ni kauli ya tatu. Wa huwa madhhabu al-Hanabila, na kauli hii ndio madhhabu ya Hanabila. Wa huwa qawlu kathirin min ahli al-ilmi, na ndio kauli pia ya wengi katika ahli al-ilmi min al-muhaqqiqin. Wa huwa al-aqrabu ila as-sawab, na hii kauli ya tatu ndio kauli ambayo iko karibu zaidi na usahihi, kwamba hukumu ya sala ya Eid ni fardhu kifaya na sio fardhu aini, sio fardhu aini. Kwa Sheikh aliposema wa hiya wajibatun ala alqawl arrajih, kwamba sala ya Eid ni wajib kwa kauli yenye nguvu. Sasa hapa imma alikusudia kuwa ni wajibun aini au ni wajibun kifai. Kwa sababu unaposema wajib na fardh ina maana moja kwa kauli ya jamhuri na ulama, kwamba hakuna tofauti kati ya wajibu na fardh. Kwa unaposema kwamba hukumu ya jambo fulani ni wajib, imma ni wajibun aini, kwamba ni wajibu ya lazima kwa kila mtu, au ni wajibun kifai, ni sawa na kusema fardhun aini au fardhu kifai. Kwa kauli yenye nguvu kwa mujibu wa adilla ambazo tumechelea kuzileta kwa sababu ya kufupisha katika kuelezea masala haya, ni kauli inayosema kuwa sala ya Eid ni fardhun kifaya, ni fardhu kifaya. Hadha huwa al-aqrab ila as-sawab. Hii ndio kauli ambayo iko karibu na usawa, wa huwa rajih, ndio kauli yenye nguvu katika masala hii, kama walivyorajihisha wengi katika muhaqqiqun. Tayib, idhan huo ulikuwa ni mukhtasari wa maelezo kuhusiana na hukumu ya swala ya Eid. Kwa ukisikia mtu anasema swala ya Eid ni wajib, usije kumshangaa, na ikiwa wewe umesoma au umezoea kusikia kwamba swala ya Eid ni sunna, basi ujue ipo kauli hiyo ambayo tumesema hii kuwa ni madhhabu al-Malikiyya na ash-Shafi'iyya, kwamba swala ya Eid ni sunnatu muakkada. Tayeb, lakini kauli yenye nguvu ni kama tulivyoeleza. Kisha Sheikh anasema wa fi yawmi an-nahri, na katika siku hii ya kuchinja, dhabhul udhiyati, wa fi yawmi an-nahri, na katika siku hii ya nahri. Nahri ni kuchinja, lakini kumchinja mnyama ngamia ndio inaitwa nahri. Nahri ni siku ya yani nahri ni kuchinja, lakini kumchinja mnyama gani? Ngamia. Ni kuchinja ngamia. Kuna sana walikuwa wakichinja ngamia, ndio mpaka siku hii ikachukua sehemu kubwa ya uchinjaji wa ngamia, nahri.
nahari ni kuchinja ngamia, yani ni uchinjaji wa kumchinja ngamia, kwa sababu ni uchinjaji wa kutoboa hapa kwenye mshipa ya fahamu. Kwa sababu ngamia hachinjwi kama anapochinjwa ng'ombe. Mshaona ngamia anapochinjwa? Anatobolewa hivi. Wataalamu wenyewe wanajua namna mshipa ule ambao kwamba wakiupata mshipa huo, akichoma lile sime, khalas ngamia anaanguka chini, kuisha kazi. Sio kwamba ngamia unaweza kumchinja tu hivi hivi, na sio kwamba ngamia ni mnyama ambaye kila mmoja anaweza kumchinja tayari. Ni mnyama ambaye anachinjwa kiutaalamu zaidi. Ni watu ambao wana khibra, wamebobea na wana uzoefu wa hali ya juu katika kujua hii mishipa ya kumchinja ngamia, kwamba ukilenga hapo ndo mshipa uko hapo hapo. Hata ukiangalia kwenye mtandao, kwenye YouTube, utaona namna wanavyowachinja. Utaona namna wanavyowachinja. Anachomwa tu mara moja, ndo nahri, ni kuchinja kwa kuchoma hapa shingoni. Si kuchinja kwa kukata kama anavyochinjwa ng'ombe au mbuzi. Inachinja kwa kukata koromeo. Ngamia achinjwi hivyo. Hii kuja kukata koromeo ni baadaye ashaanguka chini tayari, ashakufa. Umeelewa? Kwa imeitwa yaumun nahri kwa sababu hiyo. Kwa Sheikh anasema wa fi yaumin nahri, na siku hii ya nahri, dhabhul udhuhiyya, kuna kuchinja udhuhiyya, kuna kuchinja vichinjo vya udhuhiyya, ikiwemo ngamia, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Wa tawzi'uha, kadhalika na kuzitawanya nyama zake. Wa tawzi'uha, na kuzitawanya nyama za udhuhiyya, kwa maana tawzi'uha ala aljirani, kuzitawanya kwa majirani, walmuhtajina, na watu wenye kuhitajia, alfuqarai walmasakin, mafakiri na maskini. Wal aklu minha, kadhalika nakula katika hiyo nyama. Siku hiyo ya kuchinja ni siku ya kuchinja udhuhiyya na kutawanya nyama zake. Wa tawzi'uha, na kutawanya nyama zake kwa wahitaji na kwa majirani. Wal aklu minha, na kula katika nyama hizo. Na hapa katika kutawanya kwa majirani na kwa maskini, maswali huwa yanakuja. Je, inatakiwa kuzitawanya kwa majirani waislamu au wasiokuwa waislamu? Kwanza kabisa inatakiwa kuzitawanya hizi nyama kwa majirani waislamu, kwa majirani waislamu kwanza, na mafakiri wa Kiislamu, na mafakiri na masakini wa Kiislamu kwanza. Kama wataisha, basi si vibaya kuwapa masakini na mafakiri wasiokuwa waislamu, si vibaya. Kadhalika si vibaya kuwapa majirani wasiokuwa waislamu, lakini usikose kumpa jirani yako muislamu ukampa jirani yako asiyekuwa muislamu. Hii itakuwa si uadilifu. Hii itakuwa si uadilifu, kwa sababu ni taawunu ala albirri wattaqwa. Allah ametuamrisha sisi tusaidiane katika wema na ucha Mungu, sisi kwa sisi, waumini kwa waumini. Kwa natakiwa tutangulizane kwanza sisi, kwa sababu hii ni ibada. Hii udhuhiyya ni ibada, sio uchinjaji wa kawaida, sio uchinjaji wa kawaida. Au uchinjaji wa kawaida hadha la basi, lakini unachinja kichinjo cha ibada, kwa lazima ufuate utaratibu.
kwa sababu siku ile ya Idi inatakiwa Muislamu afurahi, mwenye nacho na asiyekuwa nacho tayari. Kwa katika kufurahi yule ambaye hana, ni wewe ambaye mwenye nacho uliyechinja umpelekee nini? Nyama, na yeye apate kufurahi na watoto wake kwamba ni siku ya Idi. Sasa unaonaje kumfurahisha asiyekuwa Muislamu, halafu ambaye ni Muislamu usimfurahishe? Mafi faida, hakuna faida. Kwa hivyo kwanza kuwatanguliza Waislamu, majirani wa Kiislamu, kisha kama nyama bado zinatosha unawapa hata majirani wasiokuwa Waislamu, kwa sababu hiyo pia ni katika ujirani mwema na inaweza ikachangia kusilimu kwake biidhnillahi tabaraka wa taala. Mtu anaweza kasilimu kwa nyama tu. Mtu anaweza kasilimu kwa wema wako uliompa, uliomsaidia nyama. Allah katia taufiki moja kwa moja akaukubali Uislamu kwa kuangalia ile hisani uliomfanyia. Naam. Wal aklu minha, nakula katika nyama hiyo. Wadhālika ba'da salati al-Eid, na jambo hilo la kuchinja na kutawanya nyama linafanyika baada salati al-Eid, linafanyika baada ya sala ya Eid, kama tulivyoona darasa ya jana bila shaka. Fadhabhu al-udhiyya yakunu ba'da salati al-Eid, inakuwa baada ya sala ya Eid kuchinja udhiyya. Wadhālika ba'da salati al-Eid ila akhir ayyam at-tashriq, na jambo hilo kwa maana la kuchinja na kutawanya nyama linafanyika baada ya sala ya Eid ila akhiri ayyam at-tashriq, mpaka mwisho wa masiku ya tashriqi, masiku ya kuanika nyama maarufu. Tumezoea kusikia hivyo kwamba ni siku za kuanikia nyama, yani siku za kukausha nyama, ndio imeitwa ayyam at-tashriq. Tukujaona katika darasa inayofuata hapa inshallah. Wa hiya wajibatun ala alqawl arrajih, nayo kuchinja ni wajib, kuchinja udhuhiyya. Wa hiya wajibatun ay dhabhu aludhuhiyyati wajibatun, kuchinja udhuhiyya ni wajib ala alqawl arrajih, kwa kauli yenye nguvu. Na sehemu hii tayari tushaelezea mwanzo wa darasa hiyo ya udhuhiyya. Tulipogusa udhuhiyya tukawa tumetoa ufafanuzi na akwali za wanachuoni katika sehemu hiyo. Kwa hivyo watu wanapochinja inatakiwa mgawanye hizo nyama. Kichinja udhuhiyya, ima ni mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, usiwe bakhili wa kutoa nyama, ikawa sasa mbuzi mzima naishia tumboni mwako wewe na watoto wako tu. La, kula kidogo kisha na kidogo kingine tawanya kwa majirani, au kula sehemu kubwa ya nyama, sehemu ndogo wagawie watu wengine. Hayo ndio mafundisho ya Uislamu katika ibada hii ya udhuhiyya. Wa yushra'u at-tahni'atu bil-Eid. Tumemaliza kwenye kuchinja, anaingia kutaja jambo lingine. Wa yushra'u at-tahni'atu bil-Eid, na ni sheria, yani nafaa kisheria kupongezana, at-tahni'atu, kupongezana bil-Eid, kwa kuingia siku kuu. Na inafaa kisheria at-tahni'atu, kupongezana bil-Eid, kwa kuingia katika sikukuu. Yani Allah amekuwafikisha kuingia katika sikukuu, si vibaya kupongezana. Mithlu qawli al-muslim, mfano muislamu kusema li akhihi, kumwambia ndugu yake, ai li akhihi al-muslim, kumwambia ndugu yake muislamu siku ya Eid, taqabbalallahu minna wa minkum ay salih al-a'mali,
taqabbalallahu minna wa minkum, Allah tukubalie sisi pamoja na nyinyi, salihal a'mali, matendo mema. Allah tukubalie sisi na nyinyi matendo mema. Kama thabata anis salafi, kama ilivyothibiti hilo kwa masalafi, kwa wema waliotangulia, minas sahabati wattabi'in wa atba'it tabi'in wa a'immatil huda wa man jaa ba'dahum. Hili limethibiti kwa wema wetu waliotangulia, kupongezana kwa kuingia sikukuu au kwa kufika siku ya Idi. Ni sheria na inapendeza kupongezana kwa kusema taqabbalallahu minna wa minkum, au taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali, au kwa kusema idukum mubarakun, idukum mubarakun. Hii pia ni katika tahnia, idukum mubarakun, au kwa kusema idu mubarakun, idun mubarakun. Zote hizi ni alfadhi za tahnia, ni alfadhi za kupongezana. Au ndo hii tunasema idi mbaraka, tumezoea Kiswahili chetu, idukum mubarakun au idun mubarakun, maana yake idi mbaraka. Sawa, Uswahilini ndo tumezoea hivyo, idi mbaraka. Basi ukiambiwa idi mbaraka unatakiwa ujibu vipi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Sawa, so idi mbaraka min alfaizina, ndio tumezoea hivyo. Idi mbaraka ukiwa una hela, min alfaizina. Astaghfirullah, asiji min alfaizina imetoka wapi? Mazoea mabaya sana, astaghfirullah. Idi mbaraka min alfaizina, yani umeshafuzu tayari. Mimi nishafuzu tayari. Ya akhi, umefuzu vipi shekhi? Umejipa 100% kwamba umeshafaulu, sio? Min alfaizina, au unataraji kwamba Allah akujalie ni katika waliofuzu. Idi mbaraka min alfaizina, namuomba Allah nijalie katika waliofuzu. Kama nakusudia hivyo, hadha la basi. Lakini kama min alfaizina kwamba mimi nishafuzu bana niache, si sawa. Yani umejipa 100% kwamba ibada yako imekubalika tayari, la. Kwa hiyo hii haijathibiti kwa masalaf. Min alfaizina haijathibiti. Hii si lafdhi, si tamko la kupongezana liliothibiti kwa wema waliotangulia, liliothibiti taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah atukubalie matendo yetu. Kadhalika, na si vibaya kupeana mianaka, kupeana mianaka hivi. Ndo muanaka ni kupeana hivi. Si vibaya ikiwa hamjaonana kwa muda mrefu na ndugu yako, mna wiki hamjaonana, la basa mkikutana pale kwenye msalla, idukum mubarakum, na peana mikono na kupigana muanaka, hadha la basa, ni jambo ambalo linapendeza. Lakini mmetoka msikitini pamoja au mmetoka nyumbani kwenu pamoja, mmekutana baada ya swala, mnatawanyika, mnapeana mikono na kupigana mianaka, hadha laisa min as-sunnah. Hii si katika sunna. Muanaka inatakiwa mpigane mianaka kwa watu ambao mlikuwa mmeachana kwa muda kidogo. Yani hamjaonana kama ni siku 2, siku 3, wiki, ndio mkikutana mnafanyaje? Mnapeana mianaka tayari. Lakini tulikuwa wote asubuhi na tulikuwa tumekaa pamoja, tushasalimiana asubuhi, halafu mnapigana mianaka, la. Watu wengi wanafanya haya kwenye miswala, na saa zingine mtu akitaka kumpa mwenzake muanaka akamkataa kidogo, anaona yanajeuri. Na mtu akishakupa basi usimkatae, wewe mpe muanaka halafu mpe elimu, sawa sawa. Usimkatae akaona umemdharau na kadha,
wewe mpe muanaka, kisha akishamaliza mwambie sunna muanaka ni kwa watu ambao hawajaonana kwa muda kidogo. Tayeb, hii la muanaka nimeligusia, halipo hapa, nimeligusia kwa sababu amezoeleka hivyo kwa watu. Thumma al-iktharu min al-a'mali as-salihati fi hadha al-yawm alladhi huwa min al-'ashri dhil-hijja. Thumma yustahabbu aidan, kisha inapendeza pia al-iktharu min al-a'mali as-salihah. Thumma yustahabbu aidan, kisha inapendeza pia al-iktharu min al-a'mali as-salihati, kukithirisha matendo mema fi hadha al-yawm, katika siku hii, siku ya Eidul Adha, alladhi, siku ambayo huwa min al-ashri dhil-hijja, ni katika 10 la kwanza la Dhul-Hijja. Siku hii bado imo ndani ya siku 10 za Dhul-Hijja, na hii yenyewe ndio siku ya 10. Hii siku ya Eid ndio siku ya 10 ya Dhul-Hijja, na jua likishazama basi tayari 10 la Dhul-Hijja inakuwa limefanyaje, limeisha. Yani jua likizama siku ile ya Eid, Ashru Dhul-Hijja inakuwa mfanyaje, imeisha. 10 la kwanza la Dhul-Hijja inakuwa limeisha na linakuwa limeingia 10 la pili. Kwa hiyo zinakuwa zinazofuata ni ayyamu at-tashriq. Tumemaliza somo linalohusu nahar, siku ya kuchinja na fadhila zake na yale ambayo inapendeza kuyafanya, basi tujitahidi sana kushikamana nayo, na yale ambayo tumetahadharishwa kwamba haya si katika sunna, basi tujitahidi siku hiyo kuyaacha. Siku ya Eid ni siku ya furaha, watu kufurahi siku hiyo kwa kuchunga mipaka ya kisheria, na hasa Eidul Adha ni siku ya kufurahi kwa kuchinja na kula nyama. Kuchinja na kula nyama, lakini na kuwalisha nyama watu wengine. Sehemu inayofuata ni sehemu ya mwisho, ni nukta ya mwisho ambayo inahusiana na fadhlu ayami tashriqi wa adabuha, ubora wa masiku ya tashriqi na adabu zake. Ubora wa masiku ya tashriqi na adabu zake. Ayamu tashriqi, masiku ya tashriqi, yani masiku ya kukausha nyama. Hiya al-yawm al-11, masiku hayo, siku ya kwanza kabisa, hiya al-yawm al-11, ni siku ya mwezi 11, wa thani 10, na mwezi 12, wa thalitha 10, na mwezi 13, wa thalitha 10, na mwezi 13, min Dhul-Hijja, ya mwezi wa Dhul-Hijja. Hizi ndio siku za at-tashriq, tarehe 11, 12, 13. Sumiyat bidhalika, zimeitwa hivyo hizo siku, yani haya masiku yameitwa kuwa ni ayamu tashriqi. Sumiyat bidhalika, masiku hayo yameitwa hivyo lianna an-nasa, kwa sababu watu, ay as-salaf, wema waliotangulia na waliokuja baada yao katika karne za karibuni pia. Lianna an-nasa, kwa sababu watu, yusharriquna fiha luhuma al-adahi, ay kanu yusharriquna fiha
walikuwa watu hapo nyuma wakizikausha nyama, yusharriquna fiha, wakizikausha nyama za udhuhiya. كانوا يشرقون فيها أي في هذه الأيام لحوم الأضاحي، walikuwa wakizikausha nyama za udhuhiya. Walhadaya, na nyama za hadaya, nyama za zawadi, walikuwa wakizikausha katika masiku hayo ya tashriqi. Sheikh anasema wasumiyat bidhalika lianna an-nasa yusharriquna fiha luhum al-adahi wal-hadaya, ay maana yake yanshurunaha, yusharriquna ay yanshurunaha, yanshuruna kwa maana wanazichawanya na kuzisambaza juani, wanazichawanya zile nyama. Yanshurunaha, wanazichawanya, yani wanazikatakata wanazikatakata zile nyama vipande vipande, kisha wanazianika fi shams, wayadhaunaha fi shams, wanaziweka juani, litajifa, ili ziweze kukauka kwa jua, watuhfadha, na ili zipate kuhifadhiwa vizuri. Hii ndio hikma ya kuzianika nyama juani. Lengo na madhumuni ni kwa sababu watu wanachinja kwa wingi, kwa hivyo mtu akishakula siku ile ya Idi hawezi kumaliza nyama, na nyama akiziweka ndani zinafanyaje? Zinaharibika zikiwa hazijahifadhiwa. Sasa tutazihifadhi vipi nyama? Njia iliyokuwa ikitumika zama hizo miaka ya nyuma, kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada yake, na baada ya zama hizo na zama zilizokuja mpaka zama za karibuni, kabla ya kuingia hivi vyombo vya kisasa vya mafriji na mafriza. Sasa mafriza ni vyombo vimekuja kwa ajili ya kuhifadhi vitu ikiwemo vyakula na kadha visiharibiki. Kwa hiyo hii njia ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kuhifadhi nyama isiharibike. Wakishachinja na kuchunwa wale ng'ombe au mbuzi, wanawakatakata vipande vidogo vidogo ambavyo vikipatwa na jua vinafanyaje? Vinakauka haraka. Kwa wanakuwa wanazigeuza tena mpaka nyama inafanyaje? Inakauka. Bila shaka wazee watakuwa wanajua hili, wamepitia hayo bila shaka. Watakuwa wamepitia hayo, kuanika nyama juani, au hata kama hajapitia hilo lakini amesikia. Kwa hili lilikuwa likifanyika kabla haijafika hizi teknolojia za mafriza na kadha. Ama baada ya kuja haya mafriji na mafriza, hakuna tena muda wa kuanza kuanika nyama juani. Inatosha kukatakata vipande vya nyama na kuhifadhi kwenye mafriza ambayo inakaa miezi na miezi. Tayeb. Kwa inakuwa sasa walikuwa wakianika juani, zikisha kauka, kwa inakuwa mtu si akijisikia hamu ya kula nyama na kata kidogo, anaweka kwenye jungu, maisha yanaendelea. Kama tunavyofanya hivi sasa, ukishaweka kwenye freezer unakuwa kwamba leo tunataka kitoweo, ni kuingia kwenye freezer tu, kufungua, kuchukua kitoweo, weka kwenye jungu, watoto wanafurahi. Tayeb.
hiyo ndio maana ya kuitwa ayamu at-tashriq, masiku ya tashriq ya kukausha nyama. Hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya, na hiyo ndio sababu ya masiku hayo kuitwa masiku ya kukausha nyama. Hapa kuna neno kidogo geni, yusharriquna fiha luhuma al-adahi, walikuwa wakikausha katika hayo masiku nyama za udhuhiya. Al-adahi ni jamu ya udhuhiya, al-adahi ni jamu ya udhuhiya. Wal hadaya, na nyama za zawadi. Hadaya ni jamu ya hadiya, hadaya ni wingi wa hadiya, hadiya ni zawadi. Kwa hivi vichinjo vya hadaya ni vichinjo wanavyovichinja mahujaji, ndio inaitwa hadaya. Kwa wale wanyama wanaowachinja mahujaji kule Maka, wao wanaitwa hadiyun, yani kile kichinjo anachokichinja mtu ambaye yupo kwenye haji kinaitwa hadiyun, ni zawadi anaitoa kwa wale mafakiri wa Maka. Tayari. Ama kichinjwa ninachokichinja mimi huku na wewe mwenzangu na wengine wote ambao hatuko pale Maka kwa ajili ya ibada ya haji, kichinjwa chetu hakiitwi hadiyu, kinaitwa udhuhiya, kinaitwa udhuhiya. umeelewa hapo? Naam, wallahu a'lam. Tayeb, وهي من الأيام الفاضلة. الشيخ نسمع هي مسيك يتشريقي، وهي أي الأيام أي أيام التشريق، وهي nayo kwa maana ayamu tashriqi, masiku haya kukausha nyama. Min al-ayami al-fadilati, ni katika masiku matukufu. Allati amara Allahu ta'ala ibadahu, masiku ambayo Allah amewaamrisha waja wake bidhikrihi fiha, kukithirisha kumtaja kwa wingi Allah katika masiku hayo. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudatin, na mtajeni Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Wadhkuru Allaha, na mtajeni Allah kwa wingi. Fi ayamin ma'dudatin, katika masiku machache yenye kuhesabika. قال البخاري، أمسيما إمام البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس، أمسيما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، الأيام المعدودات أيام التشريق. الأيام المعدودات أيام التشريق. anasema Abdullah ibn Abbas ya kwamba al-ayyam al-ma'dudat, masiku machache yenye idadi ya kuhesabika. Ayyamu tashriqi, ni masiku ya tashriqi, yani ayyamu al-ma'dudat yaliyokusudiwa katika aya hii ni ayyamu at-tashriq, ni masiku haya ya tashriqi. Allah tabarak wa taala aliposema wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudati, na katika aya iliyopita kule tumeona ayamun ma'lumatin, ويذكر اسم الله عليه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولتاج جنا الله في أيام معلومات، ukurasa wa 17, katika masiku maalum. Tukawa tumeona jamhuri ya mufassirina wanasema al-ayyamul ma'lumati ni ayyamul ashr,
masiku maalumu yanayokusudiwa ni masiku 10 ya Dhulhijja, ndio masiku maalumati. Kisha aya hii anasema Allah tabaraka wa taala, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudatin, namtajeni Allah kwa wingi katika masiku machache yenye idadi ya kuhesabika. Ibn Abbasi anasema katika kutafsiri aya hii kwamba ayamu ma'dudatin ayamu tashriq, ni masiku haya ya tashriqi. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، نعم سمع الحافظ ابن رجب الحنبلي الله أمرحمه، هذا قول ابن عمر، هي ndio قول يا ابن عمر ابن الخطاب وأكثر العلماء، هذا قول ابن عمر، هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، هي ndio قول يا ابن عمر، يعني هي ndio قول يا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، na hii pia ndio kauli ya wengi katika wanachuoni. Wa akthari ulamai, ay hadha aidan huwa qawlu akthari ulama, na hii pia ndio kauli ya wengi katika wanachuoni. Haya ni maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa hivyo ayamun ma'dudat ni ayam at-tashriq, masiku yale 11, 12, 13, na ndio masiku ambayo mahujaji wanabaki pale Mina wakifanya muendelezo wa manasiki al-hajj, wakifanya muendelezo wa ibada za haji, kumtaja Allah kwa wingi na kukithirisha dua na kuswali sala 5 pale kwa kupunguza na kukusanya, kwa kupunguza kila swala na kwa wakati wake, kila swala kwa wakati wake, lakini kwa kupunguza bila kukusanya. Kadhalika wakiendelea kupopoa vile vijiwe katika zile nguzo. Kwa yule ambaye atawahi kumaliza akamaliza kazi hii na ibada hii ya kupopoa vijiwe tarehe 12 akaondoka, fala basi. Faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman taakhara fala ithma alayhi, atakaye wahi akaona mimi na haraka nataka niondoke zangu, akawahi kumaliza kupopoa vijiwe vile kwa muda wa siku 2 zile, yani baada ya siku ile ya Idi na siku ya 11 na siku ya 12 akamaliza, fala ithma alayhi. Ndio maana faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi, fi yawmayn kwa maana ni tarehe 11 na 12. Waman taakhara, na atakayechelewa akasema mimi siondoki mpaka ayamu tashriki ziishi, kwa maana akasubiri amalize kupopoa vijiwe vile siku ya 13, fala ithma alayhi. Kwa hiyo anayewahi kwenda tarehe 12 asimcheke anaibaki kwamba wewe unajifanya ni mcha Mungu zaidi, na atakayekuwa amewahi kuondoka tarehe 12 basi anayesubiri aondoke tarehe 13 jioni asimcheke mwenzake kwamba unajifanya una haraka. Sawa, wote hakuna aliyechuma dhambi, kila mmoja amfanyaje, amepatia. Wa hiya, nayo masiku haya ya tashriqi, Sheikh anasema ayamu dhikrin, wa hiya ay ayamu tashriq, masiku haya ya kukausha nyama, siku ya 11, 12, 13. Ayamu dhikrin ni masiku ya dhikri, kwa maana ni masiku ya kukithirisha kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wa aklin, na ni masiku ya kula. Wa shurbin, na kunywa.
masiku haya ya tashriq, fahiya ayamu eidin, haya ni masiku ya Eid, bado ni masiku ya sikukuu, bado ni masiku ya kula na kunywa. Walaysa ayyama siyamin, na wala sio masiku ya kufunga. Ayamu tashriq sio masiku ya kufunga, ni masiku ya kula na kunywa na kukithirisha kumtaja Allah tabaraka wa taala. Isipokuwa kwa yule ambaye anatakiwa afunge katika hayo masiku, kama ni mahujaji ambaye anawajibika kufunga, basi atafunga katika hizi siku za tashriki hizi tatu, la basi anaweza kufunga. Alafu siku zingine atakuja kumalizia atakapofika nyumbani kwake, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, fasiyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum. Hii ni ofa na ruhusa wamepewa mahujaji kufunga siku tatu wakiwa haji, kwa maana zikiangukia katika hizi siku za tashriq na ruhusa kufunga. Ama kwa wewe ambaye si haji, utakiwa kufunga ayamu tashriq. Ayamu tashriq ni siku za kula na kunywa, lakini msile sana. Ni siku za kula, sio siku za kula sana. Siku za kula na kunywa, lakini msile sana kupita kiasi. Jambo ambalo linaweza kupelekea ukashindwa kumtaja Allah. Kula kiasi, lakini mtaje sana Allah subhanahu wa ta'ala. Imethibiti hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qauluhu, akisema ayamu tashriqi, masiku ya tashriqi, ayamu aklin, ni masiku ya kula, wa shurbin, na kunywa, wa dhikrin lillahi azza wa jalla, na ni masiku ya kukithirisha kumtaja Allah mshindi aliyetukuka. Hii ni hadithi ambayo ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kuwa masiku haya ya tashriq ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na sio masiku ya kufunga, Yani wewe hata kama itakuwa itaangukia Jumatatu au Alhamisi na umezoea kufunga, usifunge. Hakuna uchamungu wa kufunga siku ya Eid. Tushaambiwa ni siku zaidi hizo za kula na kunywa. Hakuna uchamungu wa kufunga isipokuwa kwa yule ambaye yupo katika haji na anawajibika kufunga ibada hiyo. Wa fi ayami tashriqi, na katika haya masiku ya tashriqi, taqa'u baqiyatu a'mali al-hajj. Sheikh anasema ndo hufanyika katika hayo masiku baqiyatu a'mali al-hajj, baki ya matendo ya haji, kama tulivyoeleza. Haya masiku ndio masiku ambayo hufanyika baki ya matendo ya haji. Yani mahujaji ndio wanafanya mwendelezo wa kufanya yale matendo ya haji yaliyobakia. Karami, kama vile matendo ya kupopoa vijiwe, karami ay ramyul jimari, kama ibada ya kwenda kupopoa vijiwe kwenye zile nguzo zilizoko pale Mina. Wa tawafi, kadhalika na ibada ya tawafu kwa yule ambaye alikuwa hajatufu siku ile ya mwezi 10, yule ambaye mwezi 10 hakwenda kufanya tawafu al-hajj au tawafu ar-rukni au tawafu al-ifadha, basi akisha anaruhusiwa kuifanya tawafu katika haya masiku ya tashriq. Wa ghairi dhalika, na mengineyo katika manasiki al-hajj, kama vile sa'i. Kwa mtu ambaye alikuwa bado hajafanya tawafu na sa'i, basi atazileta na kuzikamilisha katika haya masiku ya tashriqi, na hapo ndio anakuwa amekamilisha ibada yake ya haji.
hapo ndo anakuwa amekamilisha ibada yake ya haji. Darasa hii ni ndefu, tubakie hapa inshallah. Kwa leo acha tubakie hapa, na tutakuja kumalizia inshallah. Tutakutana Jumatatu inshallah, na tumalizia kipande hiki kilichobaki na kufunga kabisa darasa kwa muda wa wiki inshallah. Tutakutana tena baada ya sikukuu na kwa tarehe ambayo tutakuwa tumetangaziana siku hiyo.